ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nadhani ni darsa ya 13 tarehe 25 leo mwezi wa Rabiul Thani. Almas'alatu alkhamisa sunanul fitra, suna za maumbile. Baada ya jana kuzungumzia mswaki na mazingira yake, leo tuna maudhui ya sunanul fitra, suna za maumbile. Watusamma aidan, vitu hivi vile vile vinaitwa, kuna jina la sunanul fitra, pia ya mambo yanaitwa khisalul fitra, mambo ya kimaumbile. Sunanul fitra, suna za maumbile, au khisalul fitra, mambo ya kimaumbile. Yani masala ya kupunguza masharubu, kuondoa nywele za kwapani, ndio vitu hivi vinaitwa sunanul fitra. Kwa nini hivi vitu vimeitwa vya kimaumbile? Wadhalika lianna fa'ilaha, kwa sababu mfanyaji wa hivi vitu, anaopunguza masharubu, akanyoa nywele sehemu za siri, huyu mfanyaji yatasifu bil fitra, anasifikana na maumbile allati fatara Allahu an-nasa alaiha, maumbile ambayo Allah amewaumba nayo watu. Mtu anopunguza masharubu, kaacha ndevu, kaondoa nywele kwa pani, sehemu za siri, yupo kwenye maumbile sahihi ambayo Allah kawaumbia watu. Ndio maana zinaitwa sunanul fitra, suna za kimaumbile. Kwa hiyo huyu mfanyaji yatasifu bil fitra, anasifikana na maumbile allati fatara Allahu an-nasa alaiha, maumbile ambayo Allah amewaumbia watu. Wastahabbaha lahum, maumbile Allah kayapendekeza kwa watu. Allah anataka watu wapunguze masharubu, waondoe nywele chafu, sehemu za siri watu. Haya ndio maumbile sahihi. Liyakunu ala ahsani hay'a, ili wawe katika muonekano mzuri. Liyakunu ala ahsani hay'a, wawe katika muonekano mzuri, wa akmali sura, na wawe katika sura nzuri. Kwa sasa haya mambo ambayo yatatajwa kama ndiyo mambo ya kimaumbile, mtu kuyazingatia ndiyo maumbile sahihi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema, khamsun min alfitra, mambo matano ni katika maumbile sahihi. Na kuna hadithi nyingine imetaja mambo 10, ile imetaja 5. Khamsun min alfitra, mambo matano ni katika maumbile. Yani mtu akiyazingatia hayo yupo katika maumbile sahihi. Jambo la mwanzo, alistihdadu, kuondoa nywele sehemu za siri, ndio inaitwa istihdad. Alistihdad, kuondoa nywele sehemu za siri, ndio maumbile, kuziacha kinyume na maumbile. Alistihdad, swala la kwanza la kimaumbile, kuondoa nywele sehemu za siri. Wal khitanu, swala la pili ni khitani, kufanya khitani, tani maarufu. Swala la tatu, waqassu sharibi, kupunguza masharubu. Kupunguza masharubu ndo maumbile sahihi, kuyaacha marefu kinyume kabisa na maumbile sahihi yanavyotaka. Kwa jambo la tatu, waqassu sharibi, kupunguza masharubu. Jambo la nne, wanatful ibti, kuondoa nywele za kwapani. Lakini ikhwa, neno natfu na neno natfi lina maana kuziondoa hivi, sio kwa kunyoa. Yani kuziondoa kwa kuzichomoa moja moja, ndio neno natfu. Nasema mtu idha qawi ala, akiweza hivyo ndo vizuri, kwa sababu ikiondolewa kwa njia hii inachomoka kuanzia kwenye mzizi wake. Yani inachelewa kuota kuliko kuzikata hivi, maana yake mzizi unabakia, zichelewi. Kwa natful ibti, kuzichomoa chomoa nywele za
za kwapani. Wa taqlimu al-adhafir, na kupunguza kucha. Haya ni mambo ya kimaumbile. Alistihdad, kuondoa nywele sehemu za siri. Wal khitani, na swala la khitani. Wa qassu sharibi, na kupunguza masharubu. Wa natfu al-ibti, na kutoa nywele za kwapani. Wa taqlimu al-adhafir, na kupunguza kucha. Haya ni maumbile sahihi. Sasa baadaye mashekhe wanatafsiri moja moja. Jambo la kwanza ambalo Mtume kalitaja hapo, alistihdad, kuondoa nywele sehemu za siri. Wanasema alistihdad wa huwa halqul ana, kunyoa nywele za sehemu ya siri. Halqul ana, halqu, kunyoa, alana yani kunyoa nywele sehemu za siri. Wa hiya sha'ru annabitu haula alfarji, alana ni nywele zenye kuota pembezoni mwa utupu. Wa hiya sha'ru ni nywele, yani halqul ana, kunyoa nywele za sehemu za siri. Alana wa hiya sha'ru ni nywele, annabitu zenye kuota, haula alfarji, pembezoni mwa utupu. Sasa ili neno istihdadi lina mahusiano na hadidi. Hadidi kama chuma, kitu chenye makali. Kwa nini kitendo cha kunyoa nywele sehemu za siri kikaitwa alistihdadi? Yaani kwa nini kikanasibishwa na hadidi, chuma au kitu chenye makali? Ili jina limetokea wapi? Summia bidhalika, hichi kitendo kimeitwa jina hilo alistihdad listi'mali alhadida fihi wa hiya almusa, kwa sababu katika huko kunyoa inatumika hadida. Hadida ni musa, kiwembe. Yaani haya ni mambo ya lugha. Kwa nini kunyoa huko kumeitwa istihdad? Kwa sababu kifaa kinachotumika ni hadida, ambacho ni musa, kiwembe. Kwa alistihdad, kutumia kiwembe kwenye kunyoa nywele sehemu za siri. Almuhim, maumbile ya kwanza sahihi ni kuondoa nywele katika sehemu za siri. Wa fi izalatihi, katika kuziondoa nywele hizo, jamalun, tunapata uzuri. Yaani ukiziondoa unapendeza, unakuwa upo vizuri kuliko zikijaa. Kwa hiyo miongoni mwa faida za kuondoa nywele sehemu za siri, ndani yake kuna jamali, kuna uzuri, kupendeza. Wanadhafa, lakini pia ndani yake kuna usafi. Hizi nywele kadri zinavyojaa nyingi, unakuwa uchafu, najisi zinakuwa zinaganda. Kwa hiyo miongoni mwa faida kutekeleza sunna, pia jamalu, wewe mwenyewe unapata uzuri, unajipamba, pia kuna nadhafa, usafi. Wa yumkinu izalatuhu, inawezekana kuondoa hizo nywele bighairi alhalq, yani inawezekana pia ukaziondoa bila njia ya kunyoa. Inaruhusiwa kuziondoa kwa njia ambayo si ya kunyoa. Kalmuzilati almusannaa, kama kutumia almuzilati almusannaa, vitu vilivyotengenezwa viwandani ambavyo vinaondoa nywele. Yaani inaonekana kuna vitu, si kuna dawa gani unaweza ukapaka nywele zikapukutika wenyewe. Sasa hivi teknolojia ni kubwa, kuna vitu. Kwa hiyo mashehe wanasema si lazima kunyoa tu, unaweza ukatumia muzilati musannaa, vitu vingine vyenye kuondoa nywele, almusannaa, vilivyotengenezwa viwandani. Kwa maana si lazima utumie kiwembe au sio mkasi. Hata kama kuna mafuta au dawa fulani ukipaka, nywele zinakuwa zinaondoka. Sheria inachotaka zile nywele zisiwepo tu. Kwa hiyo ukitumia njia yote kuziondoa, ruhusa ipo. Wa yumkinu izalatuhu, inawezekana kuondoa hizo nywele bighairi alhalqi, kwa njia ambayo si kunyoa. Kalmuzilati almusannaa, kama kutumia vitu vyenye kuondoa nywele almusannaa, vilivyotengenezwa. Yote hayo yanaruhusiwa. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika maumbile, alistihdadi, kuondoa nywele sehemu za siri. Na kuna baadhi ya hadithi zinakataza mtu kuwa zishafika karibuni siku 40 hajakata kucha, hajaondoa nywele sehemu za siri.
Yaani kuna hadithi ambazo zimeandikwa kwamba mtu amechelewa si zaidi ya siku 40. Anatakiwa aondoe mapema iwezekanavyo. Na akivukisha siku hizo anaingia katika waidi. Jambo la pili, alkhitanu. Khitani. Masala ya tahara au kutahiriwa. Khitani ni katika maumbile. Khitani ni nini? Wa huwa khitani izalatul jilda, ni kuondoa ngozi, alati, ngozi ambayo tughatti alhashafa, inafunika kichwa. Hivi naosema katika taarifa, kuondoa ngozi ambayo inafunika kichwa cha utupu wa mwanaume. Khitani wa huwa izalatul jilda, ni kuondoa ngozi, alati, ngozi ambayo tughatti alhashafa, inayofunika kichwa katika utupu wa mwanaume. Kuiondoa ile ngozi hata tabaruza alhashafa, mpaka kikawa kipo wazi, kinadhihiri wazi hicho kichwa. Kwa hiyo kitendo cha kuikata ile ngozi kawa kilichobakia kinaonekana wazi, hiyo ndio inaitwa khitani. Wa hadha fi haqqi dhakar, hiyo ndiyo maana ya khitani upande wa mwanaume. Khitani kwa mwanaume ni kuiondoa ile ngozi ambayo inafunika kichwa, ikaondolewa mpaka kichwa kikawa wazi. Hii ndio maana ya khitani fi haqqi dhakari kwa mwanaume. Amma al-untha, ama maana ya khitani kwa upande wa mwanamke, na hapo wengi tutastuka. Kwa mwanamke khitani ipo, au wenye vitabu wanasema ipo, isipokuwa kama mnavyojua duniani sasa hivi mambo ya dini yanakopo ndio hivyo mtihani. Umoja wa Mataifa umepiga nini, hata serikali yetu si ya nchi yetu pia iruhusu khitani kwa wanawake. Kwa hiyo na hapa mbele watasema kwa wanawake sio lazima, ni sunna, hata kama dini inasema. Kwa hiyo ishakuwa ni mtihani na fitina na watu hawafanyi. Lakini upande wa elimu unatakiwa ufahamu. Kwa sema amma al-untha, ama khitani kwa mwanamke, yani baadhi ya wanakofanya huko labda Uarabuni, kwa mfano nchi za Kiarabu, wapi wanafanya khitani kwa wanawake kwa namna ambayo wanaona ni mashurua. Kwa hiyo khitani kwa mwanamke, faqatu lahmatin zaida, kwa upande wa mwanamke ni kukatwa nyama iliyozidi, fauka mahali alilaji, juu ya sehemu alilaji inapoingizwa, yani utupu wa mwanaume. Kwa mwanamke khitani kukatwa nyama iliyozidi ambayo ipo juu ya sehemu ya ilaji ya kuingizwa utupu wa mwanaume. Qila, inasemekana, innaha, hakika nyama inayokatwa, tashbahu urufadiki, inasemekana hiyo nyama inayokatwa kwa mwanamke tashbahu urufadiki, inafanana na ile jogoo ile kinachomuota kichwani kule juu, inaitwaje kwa Kiswahili? Yaani jogoo akiwa mkubwa ile kuna kitu hapa kina nini huko, kipo kama kitana kina nini, kinaitwaje kwa Kiswahili? Kile ndio urufadiki. Sawa, upanga. Nyinyi mnataka mambo ya elimu hayana haya. Kwa hiyo anasema qila, sema nachooni, inasemekana innaha, hiyo nyama ambayo inakatwa, tashbahu urfadik, inafanana na upanga wa jogoo. Yaani hiyo nyama kwa mwanamke inakatwa inafanana na upanga. Sasa katika yani hii khitanu sunni wanaoifanya katika baadhi ya nchi za Kiislamu, wanakata kidogo sehemu ya hiyo nyama, wanakata juu kidogo kwa lengo ambalo litatajwa mbele, kupunguza matamanio. Kwa sasa kuna baadhi ya sehemu kama Sudani au Somalia kuna khitani inaitwa al-khitanu al-firauni, khitani ya Firauni. Yaani kwamba hiyo nyama wanaikwanga kuanzia chini yote. Kwa hiyo akikata yote mzima mzima inakuwa athari, mwanamke anakuwa na matamanio, tendo la ndoa na nini na nini. Kwa hiyo sasa huenda hao ambao wanaikwanga yote ndio wamesababisha mpaka Umoja wa Mataifa na nchi zetu kuona kama tendo damu nyingi, mara watoto wanaathirika, wakati kumbele ya kisuna inakatwa kitu kidogo tu chap litaklili shawa, kwa ajili ya kubalance matamanio ya mwanamume. Kwa sasa baadhi ya nchi wamefanya mubalagha, wamechupa mpaka wanaikata yenyewe yote. Kwa hiyo mwanamke anakuwa yeye yani ana msisimko wa tendo la ndoa, yani anakuwa matamanio, na wengine wanaikata wakamshona wakafanyaje, inakuwa ni shida. Sasa hata
damu ya hedhi haitoki vizuri, yani kwa ni madhara. Hata akitaka kujifungua, akiolewa mpaka akatatuliwe nyuzi, afanywe hivi, wakati wa kujifungua anapata shida. Kwa hiyo mekupo ni madhara juu ya madhara. Amma al-untha, ama mwanamke, faqat'u lahmatin zaida, kukatwa nyama iliyozidi, fauka mahali al-ilaj, juu ya sehemu ya kuingia uume. Qila, inasemekana, innaha, hakika nyama hiyo, tashbahu urfa dik, inafanana na upanga wa jogoo. Upande wa hukumu ya khitani, wasahihu, kauli sahihi, annahu wajibun fi haqqi rijal. Khitani upande wa wanaume ni wajibu, jambo la lazima, yani mwanaume lazima afanyiwe khitani. Sunnatun fi haqqi nisa, ama upande wa wanawake ni sunna, sio lazima, ni sunna. Na kama tulivyosema kwenye nchi zetu ni kosa la jinai. Kwa hiyo kwa sababu wanachuoni wanasema si lazima na nchi zetu zinakataza, basi hauna haja ya kujiingiza katika fitina ukaenda jela ukashindwa kuswali vizuri kwa muda kwa sababu ya kuipupia kutekeleza hiyo sunna. Yaani sehemu ambazo wanaruhusiwa wanatekeleza, sehemu ambazo zinakatazwa kama hizi, basi kwa sababu si lazima kwa wanawake hauna haja ya kujiingiza katika fitina. Lakini elimu imekaa, nasema wakati wa Mtume mwanamke Ummu Atiya alikuwa ni khatina, yani kama ndio mtaalamu wa vitu hivyo. Kwa mtaalamu wa mazishi Ummu Atiya pia alikuwa ndio khatina, kwamba yeye mtaalamu wa kuwafanyia khitanu sunni, sio Firauni, kwa wanawake kwa kipindi hicho. Na zipo hadithi Sheikh Albani amezisahihisha, mwambia anapokata kile kitu kamkataza la tanhiki, yani usikikate chote kama ile alkhitanu alfiraun. Almuhimu masala yanakatazwa katika hizi nchi zetu. Kwa hiyo watu wanaweza wakayaacha kwa maslaha ya kuto kujiingiza katika fitna na sio lazima. Na katika madhhabu ya Imam Shafi, katika sheria ya Imam Nawawi ya Sahih Muslim, wakati anasherehesha hadithi, Nawawi akasema kwa mujibu wa madhhabu ya Imam Shafi, khitani ni lazima kwa mwanamke na mwanaume. Yaani madhhabu ya Imam Shafi anasema kwa mwanamke pia ni wajibu. Hivi ndivyo alivyosema Imam Nawawi katika sheria ya Muslim wakati anasherehesha hii hadithi 5 min al-fitah. Kwa Imam Shafi yeye anaona kwamba lazima kwa wote, na wasomi wengi wa sunna wanaona kwamba kwa upande wa wanawake ni takrima. Wal hikmatu fi khitani ar-rajuli, hikma ya khitani ya mwanaume, tathiru dhakari minan najasa, ni kusafisha sehemu yake asili, kuisafisha kutokana na uchafu, najisi. Yani mwanaume asofanywa khitani, najisi inakaa pale, inajaa katika ile ngozi. Kwa hikma kwa mwanaume, tathiru dhakari, kutaharisha uume wake, minan najasa, kuusafisha na najisi, almuhtaqina fil qulfa, najisi almuhtaqina, zilizolimbikizana, zilizojaa, fil qulfa. Qulfa ndio ile wanaita govi kwa Kiswahili, govi. Kama unajua hicho Kiswahili, ndio kwa Kiarabu qulfa. Na mtu asokhitaniwa kwa Arabu anaita aqlafu, al-aqlafu, yani govi sio khitaniwa. Kwa au siku hizi kwa lugha ya busara zao wanaita sijui mkono wa sweta, sijui kitu gani ile gozi linobakia mbele, ndio qulfa. Mkono wa sweta nadhani ndio lugha ya nakana kama ya busara kidogo. Kwa hiyo faida ya khitani kwa mwanaume, tathiru dhakari, ni kutwaharisha ule uume, mina najasa, kutwaharisha na najisi, almuhtaqina, zenye kulimbikizana, fil qulfa, kwenye mkono wa sweta, kwenye govi. Wa fawaiduhu kathira, faida za khitani ni nyingi. Faida za khitani ni nyingi. Amma almar'a, ama mwanamke, kwa wale wanaomfanyia khitani, kwa mwanamke, fa innahu yuqallilu min ghulmatiha, khitani kwa mwanamke, yuqallilu min ghulmatiha, inapunguza matamanio yake. Yani ile khitanu sunni kidogo tunamka sehemu ina balance, inafanya taadili, ina adjust matamanio yake. Kwa hiyo khitani kwa mwanamke, yuqallilu min ghulmatiha, inapunguza matamanio. Ghulma ay shiddatu shahawatiha, ule ukali wa matamanio yake unapungua.
Lidhalika Ibn Taymiyyah anasema hao wanawake wa Ifrinja, yani anawacheka wanawake wetu wa Ifrinja wasiofanywa khitani, sema wanakuwa shadida tushahwa, wana matamanio makali ambayo muda mwingine anapelekea mpaka fanya mambo kinyume na almuhimu. Ndio hivyo mtihani, vitu vimekatazwa, kwa hiyo ukivifanya ni kosa la jinai, unaweza ukafungwa ukafanyaje. Lakini kwa uchache katika vitabu kinachosemwa ndio hicho, na kwa sababu si lazima kwa mwanamke, bado nasisitiza mtu asijitie umwamba kwamba bwana, kwa sababu ni sunna mimi nafanya. Hata yani kama utafanya na ukafungwa ndani, ukakosa kuswali, ukakosa kulea familia kwa jambo ambalo si la lazima, pia utakuwepo fiki hujaitendea kazi vizuri. Kwa wale wanaosema ni lazima, wao ni wengi, lakini kwa sababu wametuambia hapa si lazima kwa mwanamke, na ukifanya unaweza ukapata fitna kuingia ndani ukashindwa kufanya ibada vizuri, unaweza ukaacha. Ukiishi sehemu wanaporuhusiwa basi. Naam. Kwa mwanamke, fa inna yuqallilu min ghulmatiha, inapunguza matamanio yake, yani shiddatu shahawatiha. Taban, mtoto anafanyiwa khitani lini? Mtu anafanyiwa khitani lini? Wa yustahabbu an yakuna fil yawmi as-sabi'i lilmauludi. Ni sunna khitani iwe siku ya 7, yani siku ya hakika ile. Siku ya 7 anapewa jina, anachinjiwa mnyama hakika, anafanyiwa khitani kabisa. Wa yustahabbu an yakuna fil yawmi as-sabi'i lilmaulud, ni vyema khitani kawa ni siku ya 7 kwa mtoto. Li'annahu asra'u lilbur'i, akifanyiwa khitani katika umri mdogo, li'annahu asra'u lilbur'i, inapelekea kupona haraka. Asra'u lilbur'i, inapelekea uharaka wa kupona. Yani mtu kadiri anavyokuwa mkubwa, ngozi inakakamaa, inakuwa ngumu, khitani inakuwa ni ngumu. Kwa akifanyiwa mtoto, maana yake anapona haraka, na akifanyiwa mkubwa kidogo, swala la kupona linakuwa linachelewa kutokana na ngozi huwa ishakuwa na vitu kama hivi. Faida nyingine ya kumfanyia mtoto akiwa mdogo zaidi ya kupona haraka, waliyansha as-saghiru ala akmali hali, ili akuwe mtoto akuwe kwenye hali kamili, yani anakuwa tayari kashafanywa khitani nini, huku anakuwa huku yupo katika akmali hali, kwenye hali kamili. Kwa faida za kumfanyia akiwa mtoto mdogo, kupona, anapona haraka. Swala lingine, mtoto anakuwa makuzi yake akiwa mkamilifu, shafanywa khitani, anakuwa akiwa vizuri. Kwa faida nyingine, waliyansha as-saghiru, akuwe mtoto mdogo ala akmal hal, katika hali kamili. Jambo la pili ni khitani. Jambo la tatu katika maumbile, kasu sharibi, kupunguza masharubu. Kasu sharibi, kupunguza masharubu. Wa ihfauhu, na kuyapunguza sana sana sana. Ihfau anatafsiri mbele mubalagha fi qasihi, kufikia mbali katika kuyapunguza. Yani kasu kupunguza, wa ihfauhu, ihfau tafsiri yake wa huwa almubalagha fi qasihi, kufika mbali katika kuyapunguza. Masharubu hawajasema halku jamani. Kwenye nywele za sehemu za siri wamesema halku, kunyoa. Kwenye masharubu hawajatumia msamiati halku. Masharubu yanyolewi, yanapunguzwa. Kwambia yapunguze sana sana, lakini kuyapunguza sio kunyoa. Kwa sunna ya masharubu ni kuyapunguza, sio kunyoa kabisa mpaka wa kweupe, bali ni kasu, kupunguza. Elewa Sheikh? Na katika Zadul Maadi wameleta baadhi ya athari kwamba baadhi wanachuoni kina Imam Malik kinane, kwa mtu akinyoa kabisa na kiwembe wanaweza kumtia bakola hivi. Ukinyoa na kiwembe, yani mdomo ule unaonekana sana, yani kama mtu ataki simama kule anaku. Kwa hiyo unapunguza, yani maana yake unaacha kidogo, sio kweupe. Yani sunna ipo hivyo. Kwa hiyo kasu sharibi, kupunguza masharubu, wa ihfauhu, na kufika mbali katika kuyapunguza. Ihfa wa huwa almubalagha fi qasihi, ni kufikia mbali katika kuyapunguza. Faida ya kupunguza masharubu ni nini?
lima fi dhalika min atajammuli, katika kitendo hicho kuna kujipamba. Mtu akipunguza masharubu anapendeza, masharubu yakiwa mengi anakuwa apendezi. Kwa faida mojawapo ndani yake kuna tajammul, kujipamba. Wanadhafa, kuna faida ya usafi. Masharubu yakiwa marefu sana, uchafu unaotoka puani sijui nini vitu unanasanasa hapa, yani kuna uchafu ambao ni maarufu. Kwa faida nyingine kuondoa masharubu, an-nadhafa ni usafi. Faida nyingine ya kidini zaidi, wa mukhalafatul kufar, kwenda kinyume na kufar. Yani majusi makufari mbalimbali wanapenda kuacha masharubu. Kwa hiyo kama tutavyoona dalili, Mtume amesema nendeni nao kinyume, nyinyi punguzeni masharubu. Waqad waradatil ahadithu sahiha fil hathi ala qasihi, zimekuja hadithi sahihi katika kuhimiza kupunguza masharubu. Waqad waradatil ahadithu sahiha, zimekuja hadithi sahihi fil hathi, katika kuhimiza ala qasihi, kupunguza masharubu. Wa i'fa'i liya, na kuziacha ndevu. Hadithi zimehimiza kupunguza masharubu, wa i'fa'i liya, na kuziacha ndevu. Wa irsaliha, hii narudi katika ndevu. Wa irsaliha, kuziacha tu ndevu zinashuka. Irsal, kuziacha kama zilivyo zinashuka. Wa ikramia, na kuzikirimu ndevu, yani kuzikirimu, kuzitia mafuta, kuzichana. Zimekuja hadithi kuhimiza kupunguza masharubu, kuziacha ndevu, wa ikramia, na kuzikirimu, kwa maana kuzitia mafuta na kuzichana. Kwa nini ndevu zinaachwa na zinakirimiwa? Lima fi baqa'i lihya, kwa sababu katika kubaki ndevu, minal jamal, kwanza kuna uzuri. Ndevu, yani ndevu zikibakia pia mtu anapendeza akiwa na ndevu, kuna jamal, hali ya uzuri. Wa madhhari rujula, na muonekano wa kiwanaume. Yani mtu akiwa na ndevu anakuwa madhharu rujula, yani anakuwa na muonekano wa kidume dume, kiwanaume. Tafsiri jamani, ndo wale wanaonyua maksudi, shauri yao. Wasioota ndevu hawana lawama hivyo nje, lakini wanaonyua maksudi wanajipotezea madhharu rujula, yani muonekano mzuri zaidi na wanasema nini, yani zamani au mpaka sasa hivi, lakini yani kwa mtu taaziri, anasema zamani mtu ilikuwa taaziri mtu namna ya kutolewa, kuumbuliwa, yani mtu akikamatwa ananyolewa. Tokea zamani, achana na magereza siku hizi, tokea kipinicho zamani wafalme na nini, mtu akikamatwa katika hali ya kumdhalilisha ananyolewa. Yani manake kunyolewa ndevu ni kudhalilishwa, na ndevu zikibakia ndio sawa. Kwa cha kwanza mtu ananyolewa ndevu kama ni aina ya taaziri, kwa inafanyika. Sasa sema siku hizi unajifanya wewe mwenyewe, yani unajiumbua wewe mwenyewe kabla ya kuumbuliwa. Yani unajiadhibu mwenyewe. Hiyo ni moja kati ya adhabu, kunyolewa kwa miaka na miaka. Achana na inakufanyika tokea miaka hiyo ya nyuma ilikuwa inafanyika. Wameandika huko katika vitabu vyao. Kwa hiyo zimekuja dalili kuhimiza kuacha, yani kupunguza masharubu. Wa ifai liha, kuziacha ndevu. Wa irisalia, kuziacha. Wa ikramia, na kuzikirimu. Lima fi baqa'i liha, kwa sababu katika kubaki ndevu, minal jamal, kuna uzuri, hali ya kupendeza. Wa madhhari rujula, na kuna muonekano wa kiume. Wa qad akasa kathirun minan nasi al-amra, watu wengi akasa, wamefanya kinyume ili jambo. Yani watu wengi badala ya kupunguza masharubu, kuacha ndevu, wamefanya kinyume, wanaacha masharubu, wanaondoa ndevu. Watu wengi wamefanya aksi, kinyume. Sheria inasema upunguze masharubu, uache ndevu. Watu wanapunguza ndevu, wanaacha masharubu. Kwa hiyo wamefanya aksi, vice versa. Wakad akasa kathirun minan nasi al-amra, watu wengi jambo wamelifanya kinyume. Faswaru yuwafiruna shawaribam, wakawa wanajaza masharubu. Yuwafiruna, wanayajaza masharubu yao. Wayahlikuna lihaum, wananyoa ndevu zao. Au yukasiruna, au wanazipunguza.
ndevu wananyoa kabisa au wanazipunguza, wanaacha kidogo. Wa fi kulli hadha mukhalafatun li sunna, hizi ndevu kunyoa au kupunguza. Wa fi kulli hadha, katika yote haya unyoe upunguze, kote huku ni mukhalafatun li sunna, ndani yake kuna kwenda kinyume na sunna. Wal awamiri alwarida fi wujubi ifaiha, na kwenda kinyume na amri zilizokuja katika ulazima wa kuziacha ndevu. Minha, miongoni mwa hadithi ambazo zinahimiza kuacha ndevu, hadithi ya Abi Huraira, Mtume anasema juzu shawariba, punguzeni masharubu. Jazu shawariba, punguzeni masharubu. Wa arkhul liha, na ziacheni ndevu. Punguzeni masharubu, wa arkhul liha, ziacheni ndevu. Wa khaliful majusa, nendeni kinyume na majusi. Majusi wale wanaoabudu moto, ilikuwa ndo kawaida yao kuacha masharubu mengi, ndevu wananyoa. Nendeni kinyume na majusi, wao wanaacha masharubu, wananyoa ndevu. Ziacheni ndevu, punguzeni masharubu. Wa khaliful majusa. Dalili nyingine, hadithi ya Ibn Umar, Mtume amesema khaliful mushrikina, wa khalifuni washirikina. Wafiru liha, zijazeni ndevu, zijazeni, ziacheni ndevu. Wa ahfu shawarib, punguzeni masharubu. Faala almuslimi, ni juu ya Muislamu, ni lazima kwa Muislamu, an yaltazima bihadha alhadi nabawi, ashikamane na muongozo huu wa Mtume. Faala almuslimi, ni juu ya Muislamu, an yaltazima, kushikamana, bihadha alhadi nabawi, muongozo huu wa Mtume. Wa yukhalifu al-a'daa, aende kinyume na maadui wa dini. Wa yatamayyaza an tashabbuhi bin nisa, ajitofautishe, asijifananishe na wanawake. Wa yatamayyaz, ajipembenue, ajitofautishe, an tashabbuhi bin nisa, akae mbali na kujifananisha na wanawake. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sunanul fitra. Tumezungumzia kunyoa nywele sehemu za siri, tumezungumzia khitani na kupunguza masharubu. Na kwenye kupunguza masharubu imezungumzwa na masala ya kuziacha ndevu, na leo tusimame hapo, ili mbili zilizobakia na nyingine za ziada tuje kuzizungumzia kesho inshallah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Maswali mawili matatu tuyaangalie inshallah. Darasa tuendelea.